Huku haya kijiri, chama cha Jubilee kimedai kwamba serikali ndiyo ya kulaumiwa kwa mgomo wa hudumu wa matatu kote nchini. Mwaniaji mtarajiwa wa urais wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i amesema maandamano hayo yanatokana na kile alichokitaja kuwa kukithiri kwa ufisadi humu nchini. Akihutubia wajumbe wa chama cha Jubilee mjini Kiambu, Dr. Matiang'i alisema kupanda kwa bei ya mafuta kuna warundukia masaibu wa Kenya. Mkutano maalum wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha Jubilee uliotarajiwa kufanyika leo katika kaunti ya Kiambu ulikosa kuendelea jinsi ulivyoratibiwa, huku kamati kuu ya kitaifa ikiafikia kuahirisha kikao hicho hadi juma lijalo kutokana na mgomo unaoendelea wa wahudumu wa matatu. Kauli moja sisi kama chama cha Jubilee kwamba tunajiunga na tunasimama na Wakenya wengine katika mgomo ambao unaendelea leo. Akitangaza uamuzi huo, mgombea mtarajiwa wa urais wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i alikariri kuwa ghadhabu ya umma kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta imetatiza shughuli za kawaida. Waziri huyo wa zamani wa usalama wa kitaifa ambaye alihutubia wajumbe wa chama hicho alisema chama cha Jubilee kinaunga mkono mgomo huo, akiutaja kuwa ishara bainifu kwamba taifa hili haliko kwenye mkondo unaostahili. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. I want to be very honest with you, my brothers and sisters. Mimi kwa maoni yangu, niseme kama kiongozi, we are headed in the wrong direction, and not even just the wrong direction. I think the worst is about to come. Kulingana na Matiang'i, ufisadi uliokolea katika sekta ya mafuta ni wa kulaumiwa kwa masaibu yanayowasonga wa Kenya. Our government as Jubilee will not get into a fictitious and criminal agreement like that G2G and cause the prices of fuel to get where they have gotten today. Ukiona petroli, ukiona diesel, ukiona mpaka mafuta taa, inakuwa na gharama kuliko hata vitu zingine. Na mnajua hiyo pia inaingilia maisha ya kila mtu. Kweli mjue nchi imekwisha. Aidha, aliwaonya wananchi kujiandaa kwa hali ngumu ya kiuchumi, akidai kwamba taifa hili linakabiliwa na changamoto za kiuchumi. Joseph Wahungu, Darubini.